Bwana, karibu sana kwenye mwendelezo wa taarifa zetu kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Niweze kukushukuru wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu na kuwa mwanafamilia namba moja kwa kupata taarifa zetu pindi tuziwekapo mitandaoni. Leo Disemba 2 mwaka 2025, moja taarifa kubwa ambazo tunakuletea kutoka huko Moscow ni kuhusiana na rais wa Urusi Vladimir Putin kutarajiwa kukutana na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff leo siku ya Jumanne. Hii inakuja baada ya ikulu ya White House kueleza kuwa sasa ina matumaini makubwa juu ya uwezekano wa kufikia makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la BBC, mkutano huo unafuatia siku mbili za mazungumzo mazito huko Florida kati ya maafisa wa Ukraine na Marekani, akiwemo Witkoff na Jared Kushner. Mazungumzo hayo yalilenga kuboresha mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani, mpango ambao hapo awali ulionekana kuipendelea Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa mazungumzo ya Florida yalikuwa ya kujenga, lakini bado kuna masuala mazito yanayohitaji mjadala wa kina. Mmoja wa wasemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amethibitisha kuwa mkutano wa Putin na Witkoff utafanyika Jumanne alasiri. Na baada ya kukutana na rais wa Ukraine Emmanuel Macron, Zelensky amesisitiza kuwa kipaumbele cha Ukraine ni kulinda mamlaka taifa lake pamoja na kupata dhamana thabiti ya usalama kutoka kwa washirika wake wa Magharibi. Lakini suala gumu zaidi linabaki kuwa ni eneo. Kremlin inataka Ukraine ikabidhi baadhi ya maeneo yake ya mashariki ambayo Urusi yanadai kuyadhibiti, jambo ambalo Kyiv limekataa mara zote. Wakati mazungumzo hayo ya amani yakiendelea, upande wa kijeshi nao umekuwa na heka zake. Maofisa wa Urusi wamedai kuteka mji muhimu wa kimkakati wa Pokrovsk pamoja na mji wa mpakani wa Vovchansk. Hata hivyo, Ukraine haijathibitisha madai hayo, na vyanzo vya uchambuzi wa wazi wa Sinti vinaonyesha kuwa hakuna mji kati ya hiyo miwili uliotekwa kikamilifu. Mkuu wa kituo cha Ukraine cha kupambana na upotoshaji Andriy Kovalenko amesema kuwa inaonekana Urusi ina lengo kuifanya Ukraine ibebe shinikizo lote la mpango wa amani wa Marekani, huku ikiendelea kuongeza nguvu kwenye maeneo ya mashariki. Urusi ambayo imejaribu kuuteka mji wa Pokrovsk kwa zaidi ya mwaka na nusu, imetoa video ikimwonyesha Putin akitembelea kituo cha makamanda mwishoni mwa wiki hii, akidai kuwa Urusi imepiga hatua katika maeneo muhimu. Mchakato huu mpya wa mazungumzo kati ya wawakilishi wa Marekani, Urusi na Ukraine umeleta pumzi mpya kwa dunia inayotamani kuona mwisho wa vita hii. Je, kutakuwa na makubaliano? Je, mataifa haya matatu yatafikia mwafaka utakubaliana na maslahi ya yote? Tutaendelea kukujulisha kila mpya atakayotokea. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia platform zetu mbalimbali ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Tafadhali baki nasi.